Kwenye hii game Manchester United alionyesha style mbili of playing ambazo zote ni tofauti. Kwenye kipindi cha kwanza alikuwa anatumia quick counter, yani anasubiria pale mpinzani anapokuja kumshambulia, wakati akili zake zote zilinakuwa ziko tayari kwa ajili ya kuanzisha mashambulizi. Pindi wanapokoswa tu, hapo ndio wanapoanza kuturn up na kwenda kushambulia lango la wapinzani, na hiyo style iliweza kuwapa faida kwenye huu mchezo kwa sababu walipata goli moja ambalo alitoa assist Mbeumo akafunga Joshua. Ni mpira ambao haukuwa na mambo mengi, pasi 2-3 ikamkuta Mbeumo wakati upo katikati ya kiwanja, akaweza kuturn direct kuelekea kwenye lango la timu ya Leeds. Alivyofika kwenye final third akaona ni nani ambaye yupo kwenye nafasi ya wazi, akamkuta ni Joshua, then akampasia pasi rahisi tu, wala haikuwa na mambo mengi, bang kamba, wala hakuwa na touch nyingi. Lakini style ya pili ni pasi fupi fupi. Hii style ya pili naweza nikasema haikuwapa faida kubwa sana kwenye wakati wa kushambulia, lakini iliwapa faida kinamna fulani ya kumiliki ule mpira kwa maana ya possession. Kwa kiasi kikubwa Manchester United alikuwa na umiliki mkubwa wa mpira kwenye nyakati tofauti tofauti za mchezo, lakini goli ambalo alifunga Joshua Zirkzee dakika ya 16 ya mchezo halikuweza kudumu sana. Wakati winga wa Leeds anakwenda kuataki kwenye lile eneo la kushoto kule, aliyawavuta karibia mabeki wote wa timu ya Manchester United. Katikati yao pale ndo mchezaji wa Leeds mwingine ambaye alienda kufunga goli alipopitia akiwa unmarked. Hakuna mchezaji yoyote, sio beki, sio striker, sio kiungo wa Manchester United alikuwa anajaribu kumwangalia, then anakuja kukutana na mpira anafunga goli rahisi kabisa bila kububudhiwa na mtu yoyote. Ni poor marking ambayo wameifanya mabeki pamoja na wachezaji wa Manchester United ndio iliyokuja kuwagharimu kwenye hichi kipindi cha kwanza kabla hakijaisha. Game ilienda penalti baada ya dakika 90 kumalizika kwa goli 1-1, na kwenye penalti Manchester United alipata ushindi wa penalti 5-4.